vipodozi, kemikali mbalimbali na aina nyingine ambayo inahitaji kupimwa, ikiwemo na miundombinu ambayo inahitaji kupimwa na kujua ubora wake. Mimi niwahakikishie kwamba serikali yenu iko imara na inaendelea kuendesha taasisi yetu vizuri. Tunawapa rasilimali, tunawapa teknolojia, tunawapa wataalamu. MC hapa anasema viwango vya wafanyakazi. Hiyo ndio serikali ambayo inasimamia pia na hata ajira zao. Muhimu ni kutaka tuone muhimili huu ukiendelea kulinda kwa sehemu ya ulinzi wa viwango vya kitaifa na hasa ulinzi wa afya ya jamii yetu. Ndugu wananchi, kila napoelekea kuhitimisha hotuba yangu, nataka nizungumze kwa kuhakikishia wale wadau wote wa sekta binafsi na za umma, kila mmoja kwa nafasi yake aanze kuwa mhakiki na mmoja wa bidhaa zinazozalishwa kwa ajili ya matumizi kwa watu wetu. Viwango ni msingi wa afya ya jamii, shindana biashara katika soko, ulinzi wa mlaji. Nataka tuende hatua zote hizo ili tupunguze hatari kwa maisha ya watu wetu. Huu ndio ujumbe ambao tutakwenda kurudia na kurudia na kurudia, na kwa msingi huo tume nafasi hii kusisitiza mambo yafuatayo. Moja, kwa wazalishaji wa bidhaa, ni wasihi kuhakikisha bidhaa zenu zinakidhi viwango vya kitaifa, na viwango hivi lazima kuwekwa na taasisi yetu hii TBS, na mzingatie taratibu za vipimo, uthibitishaji wa ubora na uboreshaji wa mifumo ya uzalishaji. Na kama nilivyosema awali, bidhaa zenye ubora ni heshima kwa biashara zetu, kinga kwa afya zetu, na daraja ya kuingia kwenye masoko ya kimataifa. La pili, kwa wafanyabiashara na waagizaji wa bidhaa kutoka nje ya nchi, ni wajibu wenu kuhakikisha kwamba bidhaa mnazoziingiza nchini kwanza ziwe salama na ziwe zimeidhinishwa na zina alama ya ubora kutoka TBS au taasisi inayotambulika. Serikali tunataka tuone soko la Tanzania liwe na bidhaa bora na sio shimo la bidhaa zisizokuwa na ubora. Nataka soko letu liwe na mvuto kwa watumiaji wa nje. Tatu, kwa taasisi za umma na mamlaka za udhibiti zote, ziko taasisi mbalimbali za udhibiti, zote hizi lazima zishirikiane na TBS katika kuelimisha wananchi kuhusu ubora na viwango vinavyohitajika. Na mimi najua mnalo tawi bandarini ambapo bidhaa zinaingia, mnao watumishi kwenye mipaka yetu yote, Dodoma na maeneo mengine. Simamieni ubora wa kila bidhaa inayoingia. Tunapaswa kuonesha mfano katika matumizi ya bidhaa bora kama nchi na kufanya taifa hili wananchi wake kuwa salama, ili kutangaza ubora wetu na kazi yetu kwa mataifa mengine. Lakini nne, kwa sisi watumiaji, wananchi wa kawaida, ni haki yetu kutumia bidhaa salama na bora. Lakini pia tuna jukumu la kuuliza ubora wa kila bidhaa unayoipata. Usiende kuuliza kama bidhaa hii ni bora kweli. Chunguza, na utakapobaini kama bidhaa hii na mashaka ya ubora wake, usisite kwenda kujulisha kwenye vyombo vya sheria. Tujenge utamaduni wa kuikagua bidhaa na alama za ubora TBS kama zipo. Kama bidhaa hiyo haina TBS, uwe na mashaka nayo. Tano, ndugu zetu wa vyombo vya habari, ni wasihi sana kwa mstari wa mbele kuelimisha umma kujua haya kwamba bidhaa zote tunazozitumia lazima tujiridhishe ziwe bora, na haya yote tunayoagiza kwa umma, kwa biashara, lakini kwa taasisi nyingine zote, yale yote tunayoeleza yabebeni, waambieni wananchi. Nahitaji kupata ushirikiano wenu. Nyie ni wadau wetu muhimu sana katika kutoa elimu na kupeleka ujumbe wa Tanzania. Kwa sekta binafsi na wadau wengine,
hasa wanaojishughulisha na viwanda, shirikianeni na TBS. Kila mnapotaka kuzalisha bidhaa, waalikeni wataalamu wa TBS waje wakague hatua zote za awali kabla hujazalisha. Isije kuwa ni tatizo unapozalisha bidhaa ina ubora alafu ikamwagwa, utapata hasara. Ili kuzuia hasara, ita wataalamu wapo wa kutosha, watakwenda viwandani, watakuja kuchukua sample na kuleta hapa kwa ajili ya maabara, kupima kwenye maabara, ili ujihakikishie kuwa bidhaa yako inakidhi matumizi, lakini inakidhi ushindani na kuifanya Tanzania kuwa ni eneo la uzalishaji wa bidhaa zilizo bora. Ndugu wageni waalikwa na wananchi wote mliopo hapa, kwa jumla mafanikio ambayo tunayaona kwa TBS ni kwa sababu ya wanasema commitment, uwajibikaji wao. Tumeshafanya ziara TBS kwa hatua zote za ukaguzi wa bidhaa mbalimbali. Hakika TBS imeimarika. Hongera sana. Endeleeni. Moja kati ya eneo ambayo nilikuwa na mashaka sana ni TBS, kwamba pale ingekuwa ni jumba la rushwa na mtu mwenye bidhaa feki anapeleka TBS, anajua kwamba angehonga alafu bidhaa iweze kupitishwa TBS. Hilo jambo halipo. Endeleeni. Serikali itaendelea kuimarisha. Elezeni mahitaji yako wapi, wizara ipo. Sikilizeni maoni ya kamati ya bunge na yale ambayo yanajadiliwa bungeni, tutaambiwa na kamati ya bunge ya kudumu ya viwanda na biashara. Malengo yetu ni kuhakikisha kuwa TBS inafanya kazi vizuri. TBS endeleeni kuimarisha kitengo cha utafiti. Bidhaa mbalimbali za utafiti ambazo zinahitajika zizalishwe, ambazo zinatakiwa kufanya utafiti maeneo mbalimbali. Tembeeni kwenye nchi mbalimbali, muone taasisi za wenzetu. Kwa hiyo tunaamini sana bidhaa kutoka Jerumani. Sema hii Jerumani hii bwana, hii ya fulani, hii ya fulani. Sasa nataka tuingie kwenye ile chati hii ya Tanzania bwana. Alafu jana tutafikisha hapo TBS. Chapeni kazi. Wadau, tumia nafasi hii kurudia tena kutoa pongezi za dhati kwa taasisi yetu ya TBS, lakini pia wizara ambayo inasimamia mambo yote haya, kamati yetu na bunge ambayo inasimamia wizara hii na taasisi zake zote, kwa mpaka leo hii tunaendelea kupata mafanikio makubwa kwa usimamizi wenu. Na hii ndio inaipelekea kuwa na historia nzuri nchi yetu na kuifanya kuwa ni soko kimbilio kwa nchi majirani wanaotuzunguka ambao wanapata bidhaa kama soko hapa nchini Tanzania. Nitumie nafasi hii pia kuwapongeza wananchi wa mkoa wa Dodoma kwa mshikamano wenu. Leo mmejitokeza kwa wingi sana, alafu hamasa iko juu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hongera. Wewe ni mkuu wa mkoa wa viwango, ameshapimwa na TBS. Nimeshuhudia mikutano mingi Dodoma. Hakuna mkutano tumeenda tukaondoka tumenuna. Kila mkutano ukienda ni furaha kwa sababu ya vikundi. Hongera sana vikundi vyote. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, endelea ushirikiano wako wewe na watendaji wako, kamati ya ulinzi na usalama, wasaidizi wako wakiwemo wakuu wa wilaya, makatibu tawala wa wilaya, wakurugenzi kwenye mkoa huu, umekuwa ni fundisho kwa mikoa mingine. Hongera sana. Matarajio yangu kwamba tutaendelea kuwa na ushirikiano huu, na hasa tunapotaka kupeleka elimu ya jambo muhimu kwa kutuletea wadau kwa kiasi hiki, jambo muhimu sana.
Sasa tunapokutana na kundi kama hili, niwaambie tu kwamba tayari nishaweka jiwe la msingi, kazi ya ujenzi iendelee, na kama nilivyosema, kampuni yetu ya ujenzi iko vizuri na ni kampuni zoefu, itakamilisha jengo hili kwa haraka sana. Kwa hiyo moja ya hizo, kamilisheni ujenzi kwa wakati, na tuitumie kwa wakati. Tutakubaliana kwenye mikataba naisha tarehe ngapi, hiyo tarehe mlioiweka jengo likamilike, mpaka tuanze kutumia, tuhamishie vifaa hapa, kazi yangu. Ujenzi, Dr. Katunzi ameniambia umeme bado haujaja, wanatumia generator. TANESCO hapo. TANESCO. Popote walipo TANESCO, leteni umeme haraka hapa. Hatuwezi kujenga jengo kubwa kama hili. Jiji, hebu fanyeni kama alivyofanya mkurugenzi wa kwanza, aliweka barabara za lami kabla hata ya nyumba, na kupitisha mabomba huku kabla hata ya nyumba, na kuweka umeme kabla ya nyumba. Na nyie fanyeni hilo, wekeni maji na umeme na kila kitu kwa tayari. Leo nimepita vumbini hapa, mnajua jengo refu na jengo TARURA mpo, weka lami kutoka kiunganishi jengo la viwango, alafu unakuja kwenye vumbi. Kutoka kule stendi, kutoka huku St. Clever, Peters, Unini, unapoingia TBS, lazima uingie kwenye lami. TARURA hakikisha hapa mnaleta barabara zetu zinazoingia maeneo haya na taasisi zote za jirani hizi, unganisheni kwa lami kuingia kwenye taasisi zinazojengwa. Tunahitaji mji sasa barabara zake zote ziwe salama. Hiyo ndio kazi ya TARURA, na TARURA mko hapa, chukueni hilo na mfanyie kazi. Kwa uwekaji huu wa jiwe la msingi leo, naendelea tu kuthibitisha wananchi kwamba serikali inaendelea na kazi yake ya ujenzi wa kuendeleza mji, na tunafanya hivyo kwa vitendo. Na tumewahakikishia kwamba Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa maelekezo yake, tunataka pia hata inapofika Desemba mwaka huu, karibu taasisi ambazo wizara ishajenga taasisi zake zote na jengo yake ya watakatifu. Kama sijamaliza, kwa bahati leo nimekaa na umma huu kuwajulisha ni mwaka huu 2025 ni mwaka uchaguzi. Hapa kila mmoja anayo haki ya kushiriki kwenye uchaguzi, iwe ni kwa kupiga kura au hata kama umeomba kuchaguliwa. Kwa wale wenye sifa kuanzia miaka ile 18, tunaamini wote wameshajiandikisha. Kwa hiyo itakapofika mwezi wa 10, Tume Huru ya Uchaguzi itatoa ratiba yao. Tumeshahakikishia Tume Huru ya Uchaguzi miaka yote kwamba watakapokuwa wanatoa ratiba zao, sisi serikali kama wadau tutasaidia kutoa matangazo kwa wananchi. Kazi yetu si kutoa tangazo, kuhusika na uratibu wa mambo ya uchaguzi. Sasa kila mwaka tunapoelekea kwenye uchaguzi, kwenye miaka ya uchaguzi wa Tanzania, ni muhimu
tukawa na uelewa tu wa wazi kwamba uchaguzi wote ule kunakuwa na dalili za ushindani. Huyu anataka hicho, anataka huyo, ndio viongozi wa vyama vya siasa hapo pale. Wote hawa wanahitaji kushika nafasi. Tunapotaka kushika nafasi na kushindana, wasihi ushindani wetu uzingatie timu ya taifa ya amani na utulivu. Jana nilikuwa na wasomi wa vyuo vikuu pale chuo kikuu cha Dar es Salaam. Niliwaambia haya, tusikubaliana yanayoendelea yanayopelekea kuna vurugu ya amani ya nchi. Tutakuja kujuta Watanzania. Hii nchi toka huko ilipoanza, wenzetu wazee wetu walipoanza kujenga misingi, baadaye wakaruhusu uwepo wa vyama vya siasa, tumeendelea vizuri. Chaguzi hizi 2, 3, 4 hizi kuu, hizi chaguzi kuu 2023 kumekuwa na mambo yanayotokeza sana ambayo hayaonyeshi dalili ya kubaki kuwa salama Tanzania. Muhimu tukawa makini sana. Na kwa heshima viongozi wetu wa vyama mko hapa, mnafanya vizuri sana, kazi nzuri tu mnafanya. Sasa tuwe mstari wa mbele kukemea haya ambayo inakwenda kupelekea nchi hii kupoteza amani. Na uzuri hata rais wa sasa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aliwapa uhuru wa kukaa pamoja, na mmekaa pamoja mara kadhaa, mmezungumza pamoja, mmekubaliana. Inapotokea mtu mmoja kubaliani na hayo, si lazima hayo yafuatwe, kwa sababu itifaki ukiwa 10 wa 8 kukubaliana, basi hata wewe kubaliana nayo. Umma huu leo imekuwa bahati, tuna vijana wetu wadogo. Ni lazima sisi tunafikia kwenye umri huu tuhakikishe tunajenga msingi imara wa utulivu katika nchi, ili ndoto za watoto wetu ziweze kufikiwa. Sisi tu tunawasahau wale, halafu tunasimama kwenye majukwaa tunawaaminisha vitu ambavyo havipo. Si sawa. Hii nchi yetu sote. Kwa nini tunapokaribia kwenye uchaguzi haya huwa yanatokea? Kwa nini? Muhimu sana kila mmoja akatafakari. Tunakaribia 2015 mwezi wa 10 unaanza kujitokeza mambo ya hofu kabisa. Mwaka 2020 tupo kwenye uchaguzi, mambo ya hofu kabisa. Na mwaka huu pia kwa nini kipindi cha uchaguzi tunapokaribia uchaguzi haya yanatokea? Nani anafanya haya? Nenda tafakari. Muhimu usalama wa nchi, amani ya nchi. Leo nilikuwa nasikiza clip moja Mkenya mmoja ambaye anaijua historia ya nchi hii. Mkenya anajua historia ya nchi hii. Ametusihi sana Watanzania. Tumeshaanza kuparuana. Tumeshaanza kufanya vitu ambavyo vinapoteza amani. Amani yenu iliyojengwa na watu wengi. Na nchi yenu ndio ilikuwa tunaikimbilia. Je, mnaanza kuparuana? Je, mtafikiria wapi? Kama ujumbe na kila mmoja kwa tafakari, tunaelekea kwenye uchaguzi. Watakuja wote wanaotaka madaraka kupitia kweli. Wasikilizeni, kachuje kipi cha kubeba. Usibebe kila kitu. Uhuru wa kwenda kuzungumza sera kubwa tu. Nenda kasikilize. Sikiliza, yapokea hayo. Nenda kachuje. Yapa kimbia huku uliza ya kwenda mpaka wapi? Kwa ajili ya nini huku? Shapata majibu mazuri ndio. Kiona yenyewe sio majibu mazuri acha. Tujibu, lazima utafakari, tuchukua chini itakuwaje? Muhimu kila ujumbe unakuja lazima tutafakari, tuupime na tuangalie historia yetu.